Mheshimiwa Rais ametuletea miradi mbalimbali. Hivi karibuni kwa mwaka huu wa fedha, mkurugenzi wetu wa halmashauri amepokea fedha zipatazo bilioni 1.7 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mama Samia oye! Lakini sambamba na hilo tumepokea bilioni 6.3 kwa ajili ya mradi mkubwa wa umeme. Tumeona kuna mashine kubwa sana. Wilaya Serengeti na changamoto ya umeme, lakini tumeletewa mashine kubwa na nimeambiwa leo kandarasi ameingia kutoka China kwa ajili ya kuanza kazi. Kwa hiyo zile changamoto za umeme nina uhakika ndani ya kipindi kifupi zitakwenda kuisha. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Rais ametupatia bilioni 24 kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji Mantia. Na Mheshimiwa Waziri, nikupe tu taarifa, mradi huo kwa sasa hivi umefikia 65%. Kwa hiyo tunaamini hivi karibuni mradi huu utaanza kutoa maji na hii changamoto ya upungufu wa maji inakwenda kuisha Serengeti. Hii ni neema wana Serengeti tumeipata. Kwa wana Serengeti tunasema Mungu aendelee kufanya kazi, aendelee kufanya mambo mema. La kiongozi mwema nafikiri ni yule anayejenga urafiki kwa watu wake wote. Dr. Nyasawa alivyoingia Serengeti kama kijana wetu aliyetoka kwenye masomo, alikuja akatujenga vizuri Serengeti na amesababisha hata amani kuwepo Serengeti kwa 95%. Nafikiri Serengeti iko salama, Serengeti iko bomba, vijana wetu wanatulinda na sisi tunawalinda. Wazee ongeza na nawahakikishieni kwamba katika kipindi hiki cha miaka 5 ya Dr. Samia Suluhu Hassan ndicho kipindi ambacho Serengeti itakuwa na maendeleo ya mbele zaidi kuliko kipindi chochote. Ndugu zangu madiwani, kifika mbele huko mkaanguka kwa maana ya kushindwa, mjue mmeshindwa wenyewe. Boda boda hamko hapa, mko nyuma kule, lakini natambua jinsi ambavyo mmefanya kwenye kutupokea. Nyie ni watu wema sana. Tutawatafutia njia nzuri ya kuwaweka pamoja, lakini ni ya kuwatengenezea kipato ambacho sio cha kuomba 5,500 kwa watu. Kwa hiyo hili tutalisimamia, na uzuri uongozi wa wilaya kupitia kwa DC, yeye ni rafiki yenu, mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri, tutatengeneza mpango mzuri wa namna ya kusimamia hawa watu wa bodaboda. Lakini pia na mama zetu wauza mboga, natambua wewe. Kuna mama mmoja ijapokuwa msaidizi wangu alinyang'anya ule mchicha. Kuna mama mmoja alikuwa na mchicha hapa. Sasa na samaki. Nilishika huu mchicha kwa sababu huu hapa ndio uliotukuza sisi mpaka tulifika hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa akina mama wengi tutawatafutia sehemu, na hiyo tutaisimamia. Kwa maana natambua uwepo wenu, na unaposimamia ulinzi ina maana kwamba umepewa dhamana kubwa ya kuhakikisha amani iwepo ili maendeleo nayo yaje. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi natumia nafasi hii kumshukuru Rais kwamba ndani ya miezi 6 akaniteua kuwa mkurugenzi mkuu wa PSSSF. Miezi 6 haijaisha baada ya uchaguzi akaniteua kuwa mbunge. Katika viti vyake 10 na vile 6 alivyoanza navyo, akaniona kama Mheshimiwa DC alivyosema, katika watu milioni 60 nami nikawa ni miongoni mwao. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuombee na kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa hiyo. Mgombea urais wa kiti cha urais alikuwa hajawahi kuja kama mgombea ndani ya wilaya yetu, lakini kwa ratiba ambayo Mheshimiwa Rais alijibana, alikuja kwetu tena kwa barabara ambazo zina changamoto. Kwa hiyo tunawashukuru kwa zawadi kubwa mliompa
ya kumpa kura nyingi za kishindo. Swala la barabara, Mheshimiwa DC, tumesikiliza ile changamoto na tumekwisha kubaliana na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi kwamba mwezi ujao yeye mwenyewe atakuja hapa Serengeti kwa ajili ya kupitia zile barabara na kuona changamoto zilizopo. Kwa hiyo atakuja, lakini pamoja na mambo mengine ni kuhakikisha kwamba wakandarasi wale wanarudi site. Kwa kweli tunachokiombea ni kwamba tunapokwenda miaka 2-3 mbele, Serengeti yetu lami ziwe zimeingia mjini. Na hili ndugu zangu, kiukweli naomba mtuamini kwamba rais alikuja yeye mwenyewe na akaona kama mkuu wa nchi na akaahidi. Sasa sisi ambao ni wasaidizi wake tunachokifanya ni kukumbushia tu kwamba hiki kiweze kwenda kama alivyokuwa ameahidi. Kwa hiyo tunachotegemea ni kwamba swala barabara ya kutoka Bunda kuja hapa, hilo nyie nisingependa kusema maneno mengi, nyie mtaona vitendo. Nilipoteuliwa kwenda hifadhi ya jamii, na hifadhi ya jamii nayo imeonyesha kwamba itashiriki kwenye kujenga ule uwanja kwa kushirikiana na serikali. Kwa hiyo mimi ninachowaomba sasa, wale ambao tumeonekana kwamba tuko karibu na ule uwanja, nawaombeni jamani, mimi kama kijana wenu, ile haki yenu ambayo inaonekana kwamba labda kweli kwenye tathmini haki itatendeka kwenye tathmini kabisa, lakini na ninyi jamani, tusije tukafanya ile kama biashara, ili tuondoke uwanja wa ndege uje. Sasa mimi ninachowaombeni, ile tathmini tumeshakubaliana, kuna watu wamekuja kuangalia upya. Ikishakubaliwa jamani, na mkishalipwa, kwa sababu mkandarasi hawezi kuja site kama bado hamjaanza kuondoka. Ni bora tuondoke ili hiki kitu kianze kufanyika, lakini tukiwa tumeshalipwa haki zetu. Kikishafanyika kitatuletea sisi namna nzuri ya kuanza kupata kipato pale. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini katika haya maeneo. Sasa hatua tuliyofika, wasije tena watu wanakuja kutoka nje, wanakuja kwa bwana pandisha hii, tunaweza tukasababisha mgogoro pale, ikasababisha tena uwanja kuto jengo. Kasi iliyopo ni kubwa, na kwenye hili mkurugenzi wa halmashauri amefanya kazi kubwa sana, naomba nimshukuru. Wazee wetu wa Kisangura, mimi wazee, hiyo high school kwa kweli, naomba mimi niseme kwamba high school tutawatafutia high school. Wameomba high school, kwa hiyo tutashirikiana na wenzangu, tutawatafutia kuleta high school pale. Kwa hiyo Mheshimiwa DC, kuna jambo kwa ajili ya kumwenzi mwalimu, kuna jambo lazima tufanye ambalo familia ya mwalimu imeshalianza, na imeomba leo kwamba kwa sababu ya jina la mwalimu na jinsi alivyofanya na watoto walikuwa wanamsikia akisema, lazima tuhakikishe pia ile hospitali kuna kitu wanataka kukifanya na sisi tushiriki, ili tuweze kumwenzi vizuri mwalimu. Lakini namna nyingine ya kumwenzi mwalimu ni kwamba kwa vijana hawa wanaosoma, kwa mfano mimi nimeleta yale mabasi ya Nyansao Foundation ambayo tumewapa mashule yale. Kwa hiyo inaanza kaanzishwa program maalum, wanafunzi wakawa wanapelekwa kule Butiama kuona hatua zilizochukuliwa kwenye kuanzisha kupigania uhuru. Kwa hiyo wale wanafunzi
wale wanafunzi wakienda vile, ile jina la mwalimu lisije likapotea, kwa sababu hao vijana wanaozaliwa sasa hivi wanaweza kuwa hawajui vizuri kwamba wapo wazee waliopambana ndio sisi tumefika hapa.